Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika kwa kuweza kunipatia nami fursa kuweza kuchangia. Leo nitachangia kwa ustaarabu sana, naumwa kichwa lakini nitajitahidi. Kwanza kabisa nianze kwa kweli kwa kumpongeza Mama Samia kwa jinsi ambavyo ameonyesha hata kwenye wizara hii muhimu sana. Huko nyuma ilikuwa haitengui fedha hivyo, lakini tunaona trend ya kuweza kuboresha wizara hii muhimu sana ya mambo ya ndani, na mimi nimekuwa ni msemaji mzuri sana. Kwa nafuatilia kila item ambayo inaongezwa au kuboreshwa zaidi. Lakini pia niwapongeze mawaziri na watendaji wote wa wizara hii kwa sababu ya muda tunatambua umuhimu wenu sana katika taifa letu. Mheshimiwa Naibu Spika, nitaanza kwanza kwa kuchangia kwa kuomba tunapokuwa tunapitisha hapa, basi serikali ihakikishe kwamba inapeleka fedha kwa wakati. Na hata kamati imeainisha hapa kwamba kuna majeshi mengine ambayo yanacheleweshwa, hasa zimamoto na magereza. Tunaomba sana muweze kuhakikisha kwamba fedha zinaenda kwa wakati kutekeleza yale ambayo yamepangiwa. Mheshimiwa Naibu Spika, nianze na zimamoto kwa ujumla na baadaye nitaenda kule Tarime. Tumekuwa kwa kweli tunajua kazi yao kubwa sana. Tunajua nchi yetu imeendelea sasa hivi. Uwekezaji mkubwa wa majengo makubwa ambapo wanahitaji kuwa na ofisi na magari. Mmetaja hapa mmeleta magari, lakini bado naona kama hata kizi kwa kote. Kwa hiyo tuendelee kuwekeza kisha tuna magari ya kisasa ambapo tunapata majanga watu hao waweze kwenda kuokoa on time. Tofauti unakuta unapata majanga ya moto mpaka jengo linateketea lote bila kupata msaada wowote ule. Na nikijielekeza kule kwetu Tarime, jeshi la zimamoto wilaya Tarime yani jeshi la zimamoto ambalo liko base Tarime linahudumia Rorya na Tarime, lakini hawana ofisi kabisa. Mheshimiwa Waziri, pale walipo wamepewa tu ofisi ya muda na halmashauri ya wilaya na wameshapewa demand notes ya kuweza kuondoka mwezi wa 7. Kwa hiyo hawana ofisi. Wameshaita maombi mara kadhaa pamoja na mchoro. Wana eneo tayari kabisa na hati wanayo, eneo la square mita 798. Kwa hiyo naomba kabisa hao watu katika fedha ambazo mmezitenga, nimeona kwa mkoa wa Mara tunapata ofisi 2. Naomba Tarime iwe moja wapo, kizingatia inahudumia Rorya, lakini Tarime kwenyewe Sirari pamoja na kwenye Mwanga. Na sasa hivi tumewekeza kule, hata serikali imewekeza na sekta binafsi wamewekeza. Tuna jengo la kisasa la soko ambalo zaidi ya bilioni 9 mmejenga kule Tarime. Kuna mahoteli mengi ya kisasa. Kuna jengo la kanda maalum Tarime leo umetujengea zuri kabisa kule. Kwa hiyo tunahitaji gari la zimamoto la kisasa. Lilopo ni gari la lita 1000 tena ambalo limefanywa modification. Halina capacity kabisa. Halina fomu ya kuweza kuzima mafuta, moto wa mafuta. Halina fire hydrant. Tunaomba the modern one. Nimetangaza hapa. Na niombe katika yale magari 150 iende moja Tarime, lingine liende Rorya. Maana ni wilaya 2 ambazo zinahudumiwa na hao watu. Mheshimiwa Naibu Spika, nikienda sasa kwenye uhamiaji na nianze kwa taifa. Idara ya uhamiaji ni idara nyeti sana. Na hata mjadala leo hapa kwa kiwango kingine imetekwa na mambo haya ambao idara ya uhamiaji inahusika zaidi. Lakini hawana ofisi. Wana ofisi tu wamepanga hapa ya kitaifa. Hebu na wenyewe tuwajengee ofisi ambao ni nzuri kabisa, ambao kikaa kule watafanya vitu vyao na wataweka machinery zote zinazohusika. Lakini hata kule Tarime tumeshaongea mara kadhaa hapa. Hawana jengo. Idara ya uhamiaji kule Tarime. Na unajua tuko mpakani. Jengo lilopo ni miundombinu ni mibovu sana, haikizi kabisa mahitaji ya idara ya uhamiaji. Lakini na wenyewe vile vile wana eneo, muweze kuwapatia fedha wajenge ofisi nzuri kabisa kama ambao mmejenga kufanya kwa jengo la jeshi la polisi, na wenyewe na jengo nzuri kabisa pale wako mpakani waweze kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Lakini pia na wenyewe wanahitaji gari. Gari nao ni moja na libovu alioperate kabisa. Kwa sasa hivi ni kama wako crippled kabisa kule Tarime. Na mnajua tuko mpakani. Tunaomba sana muweze kutusaidia tuweze kupata gari. Mheshimiwa Naibu Spika, niende sasa kwenye jeshi la magereza. Jeshi la magereza, na nashukuru sana hata hapa wamesema kamati. Miundombinu ya magereza nyingi ni chakavu sana. Sana, ni za zamani. Lakini hata hawa watu nyumba zao wanazoishi hazina hadhi kabisa. Hawa watu wanafanya kazi kubwa sana. Kule mnapeleka wafungwa pamoja na maabusu wenye kaliba tofauti, lakini wanakaa na hao watu 24/7. Basi hata wakitoka kazini wakirudi majumbani waweze kukaa kwenye sehemu ambazo wanakaa kwa starehe kabisa na familia zao. Naomba kama ambavyo mmefanya kwenye jeshi la polisi na kwingine muweze kuwajengea nyumba ambazo ni stahiki zao. Unakaa nyumba kwanza chumba kimoja, bado kivuje, nyumba zingine ni za tope, atuwatendee haki hawa binadamu. Na wenyewe wajihisi kwamba wapo kwenye jeshi hili, Wizara ya Mambo ya Ndani, waweze kutendewa kama vile wengine. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, tunayo magereza ambayo yanabeba wafungwa tu.
ikiwemo ya Matongo ambayo nilitaja na Njilinji kule Lindi, Ngalwa na kwingine. Magereza haya yapo kwa ajili ya uzalishaji, lakini unakuta yana wafungwa wachache, askari polisi, askari magereza wengi. Sasa nilikuwa na shauri mfanye tafiti ya kina, muweze kufunga baadhi ya magereza, yabaki chache tu ambayo yatatoa tija kwenye uzalishaji. Kwa mfano gereza la kule Matongo Simiu ni gereza ambalo lina eka zaidi ya 1200, lakini wanatumia eka 10 tu. Mheshimiwa Matiko, muda wako umekwisha. Bado mheshimiwa, dakika 5 tu. Mheshimiwa Matiko, hata jana Simba nataka muda ongezeke afunge goli 5. Naomba dakika 2. Naomba basi dakika 2 tu na jengo la taifa. Naomba mheshimiwa. Sekunde 3. Dakika 2 tu. Sekunde 3. Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika. Basi nimalizie kwa hiyo ambayo ni topic, current issues ya mambo ya cyberbullying kwa mama yetu, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambao kwa kweli kama taifa hatuwezi tukaruhusu. Mheshimiwa Naibu Spika, mama alikuja na fora. Tunajua kabisa mimi ni mpinzani. Huko nyuma tulikuwa tuwezi kufanya hata vikao vya kamati kuu ya chama ndani ya jengo. Tulikuwa tuwezi kufanya hata mikutano ya hadhara. Lakini mama through fora yake watu wanafanya mikutano ya hadhara. Tanzania mtu unakuwa na freedom of express. Sisi sio mara ya kwanza, mimi nishaikuwa gerezani, sio mara ya kwanza kiongozi wa upinzani kupelekwa gerezani. Mheshimiwa Mbowe ameshakaa miezi 4 nikiwa naye tukatoka, baadaye akaja akapewa tena akaenda gerezani kwa miezi 8 kwa treason. Hatukuona haya mambo yakitokea. So at a time lazima tujiulize kama nchi kuna kitu behind the carpet, yani kwa nini sasa hivi? Kwa hiyo tusitumie hiyo opportunity ambayo mama ametoa na fora zake kuharibu taifa letu. Demokrasia ni gharama, lakini amani, usalama na ulinzi na utulivu wa nchi yetu ni gharama sana. Lazima tuangalie. Leo tuna hii amani, tunaweza kuona kama tuko vizuri. Tukafanya kila tunachofanya. Tukafanya any kind of bullying kwenye mitandao. Na mbaya zaidi tunasema Wakenya wanafanya, lakini Watanzania tunachukua tunasambaza kwenye mitandao. Na mamlaka husika za nchi mko wapi? Kuona kwamba okay, bullying inafanywa, cyberbullying inafanywa na hao watu wa nje tunasema. Lakini zinasambaza kwenye mitandao ya Kitanzania. Where are we? Kwani tunaruhusu hii? Ni udhalilishaji, na unaweza kaona kama ni udhalilishaji kwa sababu mama, yani rais wetu ni mwanamke. Nikafikiri kama angekuwa ni mwanamume, hizi cyberbullying ambazo zingeweza kufanyika. Lazima tukatae. Tukiendelea kujua kwamba sisi sote ni watoto wa mama Afrika Mashariki, mamlaka za nchi ya Tanzania na mamlaka za nchi jirani, ambapo sijaona nchi jirani mamlaka zake zikikondemu hili. Mshirikiane mambo ya ndani ya hapa, idara ya mawasiliano na kule Kenya, tuwakamate hawa jenziwa kule. Lakini kuna klipu zingine ukisikiliza Mheshimiwa Naibu Spika, toneshi na Kiswahili ni Mtanzania. They are just hiding kwa ile ambayo inatokea Kenya. They are pretending wanamdhalilisha mama. Msitweze utu wa mtu. Sio tu kwa rais. Mimi ni activist wa haki za binadamu. Siwezi kuruhusu kumtweza hata mtoto wa darasa la kwanza. Leave alone the president ambaye ndo amebeba nembo ya taifa letu. Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika. Asante. Mheshimiwa Matiko, na mamlaka hii imewekwa na Mwenyezi Mungu. Nenda kwenye Warumi 13:1-2. Mheshimiwa Bashungwa, mimi nilikuwa kwenye kamati almost miaka 15. Na miaka yote malalamiko ilikuwa ni nyumba na makazi ya vyombo. National Housing wana project sasa hivi ya kuingia mkataba na mwekezaji kujenga nyumba almost 100,000. Sasa vyombo vya ulinzi, nendeni mkawai slot yenu. Usingoje wakuletee, mfate mkurugenzi, nasikia una mpango huu na sisi tuna shida hii. Sawa ndugu yangu? Haya. Mheshimiwa Tarimba, jiandaa. Mheshimiwa Sigura, jiandaa. Mheshimiwa Manyanya. Mheshimiwa Naibu Spika, nikushukuru kwa kunipa nafasi, na mimi